Yes bana, moja kati ya story kubwa zaidi Tanzania, moja kati ya issue ambayo na kusogezea time hii hapa ni kutoka kwenye kiwanda cha Bongo Flava na inamhusu star na muziki Diamond Platnumz. So bana, moja kati ya wasanii wa Bongo Flava ambao wamekuwa wakifanya vizuri sana kwenye game, na inatajwa kuwa mwaka huu unaweza kama mwaka mzuri sana kwake, licha kwamba kumekuwa kuna ukimya mwingi ambao amekuwa nao since ameachia ngoma yake Komasava ambayo ilifanya poa sana Tanzania. Hata nje ya mipaka ya Bongo kumekuwa kuna ukimya mwingi ambao jamaa amekuwa nao. Sasa hii imetengeneza gap, na kwa wengine wakiamini kwamba tayari ameshashuka kimuziki, lakini wengine wakiamini kwamba jamaa amekuwa akijipanga na kutafuta njia gani ambayo itaweza kumfanya aweze kurejea tena kimuziki na kuweza kufanya ngoma ambazo zinakuwa zinaenda viral zaidi. Sasa kupitia page yake ya Instagram amezidi kutuonesha mafanikio yake ambayo amekuwa ameyapata kupitia muziki, na ukizingatia mshikaji ni moja kati ya wale ambao wana ushawishi mkubwa zaidi sasa duniani kupitia game ya muziki, au sio bana? Kwa hiyo the process ambazo anakuwa anazifanya kila siku, harakati zake na michakato ambayo amekuwa akifanya always inathibitisha moja kwa moja kwamba jamaa yuko serious sana hii game ambayo Watanzania wengi wamekuwa wakipambania nayo. Sasa kupitia story ambayo imeungana kutrend kwenye mitandao ya kijamii hii siku ya leo, ni hii moja kati ya breaking kabisa news ambayo unatamani pia kuweza kuifahamu. Je, undani wake uko vipi na ipi sababu ya hii story kuwa viral zaidi, ukizingatia Diamond Platnumz ni moja kati ya wasanii wakubwa zaidi hapa Tanzania? Kwa nini masuala kama haya yanakuwa yana happen? So full story iko hapa, na nikukumbushe tu, kama ndo mara yako ya kwanza kabisa unaweza kujiona sisi, basi hapo chini kuna neno subscribe, riguse sasa ili tuweze kuondoka kwa pamoja na kuweza kujua nini ambacho kipo behind. Ikumbukwe mwaka huu 2026 Diamond Platnumz ameonyesha vitu ambavyo ameweza kuvinunua. Moja kati ya hivyo ni moja kati ya kamera ambayo inadaiwa kuweza kuuzwa kwa bei ghali zaidi, na kamera hiyo alinunua kwa ajili ya kuweza kushutia video zake na kuhakikisha kwamba anapunguza budget ya video, kwa sababu ukinunua kamera kama ile, maana unakuwa na fix budget ya video almost ya mwaka mzima au miaka miwili mitatu. Kwa hiyo akawa amenunua kamera kama hiyo, lakini mwaka huu pia amenunua gari ambayo of course gari moja kali sana Tanzania, iko peke yake na muundo fulani hivi ambao ni wa kinyamwezi kinoma. Sasa watu wanakuja kushangaa hizi tetesi za Diamond Platnumz kuweza kushia kodi na vitu kama hivyo zimekuwa zikitokea wapi? Kumbuke ambaye alizisogeza story hizi ni DC wa Instagram, nimzunguzia Mwijaku. Kwa hiyo inakumbuka kwamba mastaa wao wanakaa kwenye majumba ambayo yanakuwa yanadaiwa pesa ndefu kinoma, yani pesa mbaya, dola 1000, dola 10,000, ndio huko ambako wanakuwa wanakaa kwenye hizo apartment. Sasa imedaiwa kwamba mshikaji tayari ameshaanza kudaiwa kodi yake, of course imeanza kukata, au ameshindwa kuweza kulipa ile kodi ambayo itaka kuweza kulipa kwenye ile nyumba ambayo alikuwa anaishi. Hii imeleta maswali mengi sana kwenye mitandao, huku mwanadada Mange Kimambi akiendelea kukazia na kusema kwamba full story iko hivyo, kwamba ameshindwa kufanya payments kwenye ile nyumba ambayo alikuwa anakaa zamani. Kwa hiyo kuja kuangalia kwa namna moja au nyingine, unakuja kugundua kwamba jamaa kimuziki ni kama ameshuka hivi, ukizingatia ile sakata tarehe 29 mwezi wa 10 la Watanzania kuweza kumchukia mshikaji na kutoweza kufuatilia kabisa ngoma zake. Kwa hiyo hata mapato kwenye mitandao yake ya kijamii huenda ameshuka, na ndio maana hata muziki wake umekuwa pia ukiwa na drop. Sasa hii ni moja kati ya kitu mbaya sana kwa msanii yeyote ambaye anakuwa anajipambania then anakutana na hizi challenge ambazo zinamwangusha kwa hatua moja au nyingine, inakuwa moja sio kitu kizuri sana. Sasa wabongo wengi wameshauku na hii kitu ambacho kimeweza kutokea kwa Diamond Platnumz, kwamba inakuwaje jamaa anafikia kwenye moments kama hizi. Wewe pia umeona? Niambie mtazamo wako.